Wapendwa katika jina la Yesu Kristo, huyu ni Bishop Dr. Simeon Kimursoi Rono, mwenye nashiriki Christian Outreach Restoration Ministries. Na kwa hivyo wapendwa, ninapokuwa katika kituo cha Sayari, ninawaalika ili upate kuenenda pamoja nami katika kipindi hii ambaye kichwa chake natueleza ya kwamba acceptance, kibali itokaso kwa Mungu. Hii kibali wapendwa tulipata si kwa sababu ya uwezo wetu, lakini Biblia natueleza ya kwamba kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na urati wa mapenzi yake. Biblia natueleza mambo mazuri ya kwamba hakika tungekuwa tunastahili ili tuitwe wana wa Mungu, ili tupate kibali machoni pa Mungu. Lakini kwa sababu alitangulia kutupenda, akaona umbo lako, akaona sura yako, neno natueleza ya kwamba akakuchagua ili ufanywe mwana wake kwa njia ya Yesu Kristo. Hii inasema ya kwamba sawa sawa na urati wa mapenzi yake. Katika Waefeso 1 mstari ya 5 na 6 anatueleza mambo haya makubwa. Mstari ya 6 kasema ya kwamba na usifiwe utukufu wa neema yake, ambayo ametuneemisha katika huyo mpendwa. Huyo mpendwa ni Yesu Kristo, ambaye tunastahili kumsifu yeye na tupatie yeye utukufu sawa sawa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu neema ya Bwana akafanya huyu mwana wa Mungu apate kutuokoa, kutupokonya katika mikononi mwa mharibifu ambaye alikuwa ameandaa kuharibu dunia mzima. Msikilizaji wangu, ninaposema alitupokonya, ninaamini ya kwamba wewe unapofika turubini, huyu mtu katika kijiji mwenye amekombolewa na uwepo na nguvu ya dhambi kwa njia ya kukunywa pombe, mtu ambaye amekuwa addicted, amefungwa na akanaswa na minyororo wa shetani, wakati anahitaji kwenda aendi mbele. Kwa wakati mwingi kuna uzito wa kufanya yeye asonge, akanyake hatua ya nyuma, na ana nafasi ya kulala mahali pazuri. Akipata mataro anafikiria amepata sofa set ya inchi 6. Na kwa hivyo wapendwa, neno natueleza ya kwamba tumepokonywa kwa minyororo ya shetani. Kwa sababu kani? Kwa sababu ya huyu mpendwa Yesu Kristo, ambaye aliwacha mastari zake katika ufalme wa Mungu na kukuja ili ashiriki pamoja nasi. Wafarisayo, Wasadukayo walipokuwa wakipanga, wakiona Yesu Kristo akiponya, nasema mbona umeponya yani siku ya Sabato? Wakati mwingine anapatikana mtu ambaye anatembea na kondoro, yani anaulizwa mbona unapepesha vitu msiko katika siku ambaye ni siku ya Bwana. Neno natueleza ya kwamba huyo anasema ya kwamba nilielezwa na mwenye alinifonya, yani chukua kondoro lako na uende kwako. Haleluya. Na kwa hivyo hii ni mfano ya kwamba hakika
alitangulia kututengenezea, yani mastarehe, ili wewe na mimi tustareheshwe katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Neno nasema ya kwamba tumekufa na uhai yetu imefichwa na Kristo Yesu katika ulimwengu wa roho. Na kwa hivyo ninaamini ya kwamba asili yangu mtu hawezi kuangalia. Unaweza kufikiria unaniona sura, lakini kumbe unioni, kwa sababu asili yangu imefichwa na Kristo Yesu katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Warumi 5 mstari ya kwanza ngasema, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Biblia nasema wazi, nasema basi tukiisha kuhesabiwa haki ambaye haitokani na sisi, lakini katika imani. Neno nasema na muweni na amani. Mbona mtu anachinyonga? Mtu ambaye ako na suit, mtu ambaye anafinywa mawazo na mwovu shetani, unakuta anakunywa sumu kwa sababu ya challenges kidogo kidogo. Lakini sisi, Biblia inatueleza ya kwamba basi tukiwa kuhesabiwa haki itokayo katika imani, basi muweni na amani. Haleluya. Neno nasema muweni na amani, kwa sababu hii amani natokana na imani yako ambaye muamini Mungu Baba kwa njia ya Kristo Yesu. Na Roho ya Bwana anakutafsiria kila jambo ambaye inatendeka katika maishani mwako. Anakutafsiria, yani vitu ambayo unaona ni makubwa. Neno la Mungu anachukua hizo vitu kwa nyepesi. Roho ya Bwana anachukua hiyo vitu kwa nyepesi. Na anapochukua kwa nyepesi, basi unatulia. Unafata tulivu katika moyo, na tulivu huo inaitwa amani. Haleluya. Oh, haleluya. Wakolosai mstari ya mlango ya kwanza 20 mpaka 22, Biblia inatueleza ya kwamba na kwa yeye kuvifatanisha vitu vyote na nafsi yake, akisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake, kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Mwili wa Yesu Kristo, wapendwa, amepatanisha mtu tajiri, mtu maskini, mtu mfupi, mtu mnono, mtu ambaye ako katika umbo kiasi kile ambaye Bwana amewezesha. Neno nasema ya kwamba amepatanishwa na mwili wa Kristo Yesu. Na kwa sababu amepatanishwa, neno nasema ya kwamba na amani ya Bwana yatirike katika maishani mwako. Neno nasema ya kwamba hii ilitendeka kwa sababu ya damu ya Yesu yenye ilimwagika juu ya msalabani, na alipomwagika yeye hizo damu akaondoa yani dhambi zako, dhambi zangu, dhambi za ulimwengu. Sisi wote tunahitaji kukimbilia, yani kwa ututakaswe na damu ya Yesu Kristo, ili tuwe na ushirikiano pamoja na mwili wa Kristo, ili Baba katika ufalme wake apate kufurahi ya kwamba hakika ulimwengu wamekombolewa. Na wamekombolewa na nani? Wamekombolewa na damu ya Yesu Kristo, na wanaishi kwa sababu ya neno la Bwana, wakielekezwa na roho ya Bwana. Neno nasema ya kwamba vitu vyote vilivyo chini ya ardhi na vitu vyote vilivyo juu mbinguni, neno nasema yote patanishwa pamoja na Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo mstari ya 21 nasema, na nyinyi mlikuwa hapo kwanza mmefarakanishwa tena atui katika nia zenu,
kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa. Haleluya. Neno la Bwana natukumbusha asubuhi ya kwamba hakika tulikuwa tumefarakanishwa, tumetengwa na asili ya Mwenyezi Mungu, na leo hii tumeletwa pamoja na Mungu kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo na kwa sababu ya matendo ambaye Bwana ametutendea. Na hakika tunapomaliza nasema katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala lahana au lawama. Hakika wewe Mkristo ambaye umemaanisha wokovu wako, hakika Mungu yu pamoja nawe. Mungu anatembea pamoja nawe, na yeye ni msaada wako kila wakati. Wewe vumilia, kwa sababu hakika yeye ni mtetezi wako. Na kwa hivyo tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Jehova, hakika unasema ya kwamba zamani tulikuwa tumefarakanishwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu ya matendo yetu mabaya, kwa sababu ya shida yenye tulikuwa tumepotoshwa na mwovu Shetani. Leo hii tumeunganishwa, tumepatanishwa na Mungu Baba kwa njia ya Kristo Yesu. Na kwa hivyo tunasema asante. Wasikilizaji wangu, uneno natueleza ya kwamba Mungu ndani yenu amewafanya nyinyi kupalika, na watoto wa Bwana kila wakati lazima wasimame wakijua ya kwamba Mungu ni Mungu, Mungu mwenye uwezo. Mungu alikata kamba na ya mwovu Shetani na akatufunganisha na kamba ya upendo yenye tuko na amani, tuko na afya, tuko na utele sawa sawa na baraka za Mwenyezi Mungu juu yetu. Na kwa hivyo pokeeni baraka zenu na uponyaji zenu itokaso kwa Mungu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.